Neno la siku ya leo linatoka kitabu cha Warumi sura ile ya 6 na ule mstari wa 23. Biblia inasema ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Nataka nizungumze na ndugu nitazama popote ulipo. Hakikisha unaikimbia dhambi. Dhambi inaleta madhara makubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Adamu wa kwanza alipotenda dhambi, ndipo kifo kilianzia pale, shida iliingia pale. Na nataka niseme ya kwamba ndugu nitazama, usichukulie poa tu katika kuendelea kutenda dhambi. Heri leo chukua nafasi ya kutubu, na kama hujaokoka ni heri ukaokoka, na kama umerudi nyuma ni heri ukatengeneza na Mungu. Yesu bado anakupenda. Dhambi inaumiza mpaka na wengine. Leo hii kuna wazazi walishindwa kusimama katika uaminifu. Nashangaa mwanaume au mwanamke akaanza kutoka nje ya ndoa yake, akaleta shida kwa watoto wake, akaleta mpaka maambukizi kwa watoto wake, akaumiza mpaka uzao wake. Kuna wengine wameumiza mpaka wenza wao kwa sababu ya dhambi. Dhambi ina kawaida ya kuumiza mpaka na wengine. Nisikilize wewe, unanisikiliza, inawezekana hata wewe ni kijana ambaye bado hujaoa, lakini bado usherati, roho ya usherati na kutesa. Usichukulie poa. Yaani chukua nafasi ya kutengeneza na Mungu. Madhara unaweza usione leo, lakini baada ya muda madhara unaweza kuyaona. Usipozingatia kwenda kwenye toba, chukua nafasi ya kwenda kwenye toba ya Mungu, na Yesu atakusamehe. Kama inavyosema Nyakati wa Pili 7:14, kwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza na kuomba toba na rehema, Mungu ni mwaminifu, atasikia maombi yako, ataponya afya yako. Inawezekana una maradhi kwa sababu ya dhambi, ulifungulia mlango wa dhambi, na dhambi ikaleta magonjwa ya dina kwenye mwili wako, ukapata kasonono, ukapata kaswende, ukapata HIV kwa sababu ulifungulia mlango wa dhambi. Kama inavyosema Warumi 6:20, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Sikia, heri ukabadilika leo. Dhambi imeua huduma za watu kwenye makanisa, imeua vipawa za watu. Dhambi ina kawaida ya kuua, imeua biashara za watu. Dhambi ina kawaida ya kuua mahusiano ya watu. Dhambi ina kawaida ya kuua biashara za watu. Dhambi ina kawaida ya hata ya kuua kazi ya mtu. Naua kabisa. Dhambi ijawahi kumwacha mtu salama hata siku moja. Chukua nafasi wewe unayemtazama, nenda mbele za Mungu, mwambie Yesu, nisamehe, nimekukosea kwa muda mrefu, nimekukosea, na Yesu atakusamehe. Hebu fungua moyo wako, jiweke huru, na Yesu akuweke huru, akufungue kutoka kwenye vifungo vya uovu, katika jina la Yesu. Share ujumbe na watu wengine. Bado Yesu anakupenda, na Yesu yuko mlangoni. Mungu awabariki. Mimi Pastor Musa Kilamba. Amen.